Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Hughailisha kufanya jambo. Utafanya jambo la kumridhisha mtu. Kutotaka kuivunja imani yako kwa mtu. Utaamua kufuatisha kitu kilicho sahihi. Kukumbuka kipindi kigumu au kizuri ulichowahi kupitia. Kuingia katika upinzani na watu usiowatarajia. Kufananishwa na mtu unayempenda au unayemfuatilia. Nyota ya Mizani. Kuifurahia safari. Kunakiri kitu ili usiweze kusahau. Utatoa maneno yenye kumjenga mtu na kufanya sijutie kukufahamu. Kufuatilia sana vibonzo au vipindi vya watoto. Kuona bado unapitia ugumu wa kipato. Kuhitaji kujiondosha na madhira yanayokusumbua. Nyota ya Mapacha. Utakuwa muwazi wa jambo. Kwa baadhi yenu kushindwa kuwa na chaguzi sahihi. Maneno ya mtu yatakufanya ubaini ukweli uliopo. Mtu ataonesha hali ya thamani kwenye uhusiano. Kupenda jinsi mtu alivyo. Kuhitaji hali ya upatanisho. Mtu anaonesha hali ya kukunyenyekea sana. Ahadi yako inahitajika kutimizwa bila kupuuzia. Utokapo nje au kufungua tu kitu na kukutana na kitu usichokitarajia. Tambua upepo mzuri wa heri unakuzunguka. Kiulinzi, kipato na visababishi vya mapokeo ya kitu. Unaweza kumuona paka asubuhi akiwa hana shida yoyote. Utapokea ulichopangiwa kukufikia. Pia utawajua maadui zako na watu wema wa kushirikiana nao. Nyota ya Punda. Kutengeneza bustani au kupenda kukaa sehemu ya maua. Kujiliwaza mwenyewe. Kuamini kitu kilichotokea kuna sababu nyuma yake. Mtu ana mashaka na wewe. Mtu atakufanyia kile chenye unapenda. Maombi yako ni muhimu kwa ajili ya kupata kitu. Unastahili kupokea. Mwezi mpya unakupa ishara ya kupata. Kuhitaji kuwa bora zaidi. Punda. Kuwa tayari kupata nafasi ya juu zaidi ya uongozi kwa miezi ijayo. Juhudi zako zitafanikisha hili. Kwa alama inayoonesha kwako. Hali ya ukubwa ipo mbele yako. Utagundua vitu vingi kila siku. Nyota ya Mshale. Ni wakati wako. Mwezi mpya unamulika nishati ya hali ya juu sana. Unatakiwa kuwa huru na kuomba hitaji lako. Unasikilizwa. Hata mtu atakuwa makini sana kwako kukujali au kupokea utakachomwambia. Kufuatilia visa vyenye mazingatio ya dini au kidunia. Mtu anakupa ishara ya kuwa anakupenda. Utakuwa na hali ya ubishi. Utaaminiwa kwa kuachiwa kitu. Nyota ya Simba. Kujifunza kitu bila malipo, ila ni katika hali ya nafasi kupatiwa. Kufanya utafiti. Kuhisi kuna nguvu inayokulinda au kitu kukuzunguka kwa ulinzi. Kwa ishara ya kuona mwanga mkali karibu yako. Kuhisi ulifanyiwa mchezo mbaya kwenye jambo lako. Kuona kitu cha asili. Unakumbushwa jambo muhimu lenye kukujenga. Ubunifu mpya na uboreshaji kuingia kwako. Nyota ya Samaki. Kutoa ushuhuda wa kitu. Kichwa kuuma sana. Wazo lako kujirudi tena akilini. Mtu anasubiri neno lako ili aweze kufanya kazi. Utahitaji kufika sehemu kwa ajili ya kufurahi. Mipango mizuri na kuhamasisha kufanya kazi zaidi. Nyota ya Kaa. Kufanya mageuzi ya jambo. Ujasiri kuwa kipaumbele kwako. Kitu kizito kukihisi kifuani mwako. Kuweka malengo ya kufanya wakati ujao. Msaada wa Mungu uliouhitaji kwa muda mrefu na kufikia sasa. Utahisi hali ya kuwashwa sehemu. Unajulishwa upepo mbaya uliokupitia, ila haujakuzuru. Wabaya wako macho sana kwako. Hivyo utaona vitu vingi vya ajabu wakati wa usiku. Ila moyo wako hauna shaka. Maombi ni muhimu sana. Jitahidi kusali na kuacha uvivu kwa jambo hilo. Utaelewana na watu usiokuwa na maelewano nao. Kupata maelekezo mazuri kwa jambo unalolifuatilia. Nyota ya Nge. Vitu kuanguka ambavyo vilipangwa vizuri. Hali utakayokuwa nayo itakupa taarifa.
kama ukishtuka, kuchukizwa na vinginevyo. Ujumbe upo ndani yake kwa hilo. Kupitia masomo ya sayansi na tiba, katika hali ya kujifunza au kuelewa zaidi. Sherehe ya mtu itafanyika hivi karibuni. Utajua safari ya mtu ilikuwa ni kwa namna gani. Hutoweza kumzuia mtu katika maamuzi yake. Kujiondosha kwenye kipengele kigumu. Kupatiwa pesa. Nyota ya mbuzi. Kutoa mapendekezo yatakayofuatwa na kuleta ushawishi kwa watu. Kumsisitizia mtu kwa jambo. Kufanya kazi nyingi za kuinama. Itakusababishia maumivu mgongoni. Kuchefukwa au kuwa na hali ya kichefuchefu. Kutamani kuishi kama maisha ya mtu fulani. Kutembelea sehemu mara kwa mara. Kuchukizwa na dharau au jeuri ya mtu. Kuhitaji kuwa mpya kimaamuzi na maisha yako mengine. Baadhi ya watu utazifuta namba zao. Mtu atashindwa kukufanyia uadilifu. Kushangazwa na neno la mtoto. Nyota ya ng'ombe. Kutojua chanzo sahihi cha tatizo la kiafya. Kuwa na mawazo kwa jambo ulilolishindwa. Kufikiria kwenda mbali. Kupata mshtuko wa moyo. Watu kuifurahia kazi yako. Utajifunza kusamehe ili uwe huru. Nyota ya mashuke. Nishati yako inakupa mwongozo wa maendeleo katika malengo yako. Mtu atakuambia tabia ambayo hapendezwi nayo kutoka kwako. Moyo wako unatamani kupata kitu. Mashuke. Ondoa kinyongo au kifundo kilichopo moyoni mwako. Jipange kivingine sasa katika kutimiza kila hitaji. Pokea nguvu mpya itakayokufikia mikononi, kwenye paji la uso au kifuani. Unaandaliwa kwa jambo maalum. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.